ingekuwa inaruhusiwa kila siti moja tungekaa watu wawili, ili walau tupate watu 30,000 hivi tuweze kufanana na mandhari ya Benjamin Mkapa. Lakini uwanja unaingiza watu 15,885. Ndizo tiketi ambazo zitaanza kuuzwa kuanzia hii leo. Viingilio VIPA itakuwa ni shilingi 40,000. Tunaposema VIPA, unapoingia uwanja wa Amani, kwa wale wenyeji uwanja wa Amani, hapa VVIP wanapokaa wakubwa wa nchi na wageni waalikwa, ili shavu la kushoto na kulia hapa ndio VIPA, pale ni shilingi 40,000 kwa kichwa. VIPB Urusi ni shilingi 20,000. Mzunguko ni shilingi 10,000. Na tiketi zitauzwa kwa mtindo wa N-card. Kwa hapa Zanzibar kutakuwa na vituo 15 kwa maana ya Unguja na Pemba ambavyo vinauza tiketi kwa mtindo wa N-card, pamoja na duka la TTCL. N-card zinapatikana hapo, na kuanzia hivi sasa tiketi zinapatikana katika maeneo mbalimbali. Nitayataja hapa kwa faida ya wale wanaoishi Zanzibar, lakini vile vile tutatoa tangazo maalum ya vituo vyote ambavyo vinauza tiketi kwa hapa visiwani Zanzibar. Kwa wale wa Dar es Salaam, vituo vyote vya Dar es Salaam ambavyo vinauzaga tiketi katika mechi za nyuma, vile vile vitaendelea kuuza tiketi katika mchezo wetu huu wa nusu finali. Wito wangu sasa, uko sehemu mbili. Kwa hapa Zanzibar wengi tumezoea tiketi zile za paper tickets ambazo mara nyingi huwa zinauzwa siku ya mchezo. Kwa mechi hii tiketi zitauzwa kwa mtindo wa N-card ambazo unaweza kununua hii leo Jumanne, ukaitunza tiketi yako mpaka tarehe ya mchezo. Na siku ya mchezo, this is very important, siku ya mchezo tarehe 20, tiketi hazitauzwa nje ya uwanja wa Amani. Tumezoea kununua tiketi siku ya mchezo uwanjani. Kunakuwa na mawakala kadhaa ambao wanauza tiketi nje ya uwanja wa Amani. Mechi hii ni ya CAF. Taratibu yake ni tofauti kabisa. Sio utaratibu wa Mapinduzi, sio utaratibu wa Muungano, sio utaratibu wa ligi kuu ya NBC, sio utaratibu wa ligi kuu ya Zanzibar. Utaratibu huu ni wa CAF ambao hauruhusiwi kuuza tiketi nje ya uwanja. Hivyo basi, yeyote ambaye anahitaji kununua tiketi, anunue tiketi yake hivi sasa katika vituo ambavyo ninavitaja hapa. Hapa nje ya uwanja Amani, kuanzia hii leo mpaka siku moja kabla ya mchezo, kwa maana ya tarehe 19, kutakuwa kuna mawakala wanauza tiketi hapa. Tarehe 20 hawatauzia hapa tiketi. Lakini vile vile yuko Mohamed Zaharan Abdullah. Huu ni wakala wa kuuza tiketi, anapatikana hapa Unguja. Lakini Shadrack Kimario yupo Kariakoo Mchina Tambi, naye ni wakala wa kuuza tiketi. Nuhu Jumanne yuko Buskuli, naye vile vile anauza tiketi. Rashid Isa Juma yuko Fuoni Mambo Sasa na Wasilisha, naye vile vile anauza tiketi. Lukman Omar Hamis yuko Radio 1 Daraja Bovu, naye anauza tiketi. Harith anapatikana hapa maeneo ya Amani. Fahad yupo Kwerekwe. Hamza yuko Meli Tano. Suleiman yupo Kwerekwe Sokoni. Mwinyi Mwana Kwerekwe Car Wash, naye vile vile anauza tiketi. Bila kumsahau TTCL ambayo ipo Kijangwani,
na kwenye vile vile wanauza tiketi. Kwa hiyo tiketi yako nunua mapema hivi sasa. Kwa wale wa Dar es Salaam, usisubiri mpaka uje Unguja ndio uje ununue tiketi yako. Tiketi yako mwana Dar es Salaam, nunua huko huko Dar es Salaam. Ukija huku uje na tiketi yako mkononi. Tumetaja capacity ya uwanja hapa ili kila mtu aone ni idadi ndogo kiasi gani ukilinganisha na mahitaji ya watu ambao wanahitaji kuja kwenye huu mchezo. Maana yake, ili kujihakikishia kuiona Simba nusu fainali, unatakiwa kununua tiketi yako mapema ili uimiliki, na siku ya mchezo ikifika uje ushuhudie mchezo, uje ushuhudie historia, uje umuone mnyama. Kama ambavyo nimesema, mechi hii inapigwa katika uwanja wa Amani hapa Zanzibar, na wenyeji wetu ni watu wa Zanzibar kabisa, ambaye hujawahi hata kumfikiria kama yupo kiumbe wa aina hiyo. Kwa hiyo basi, ndugu zangu wa Zanzibari, niwaambie tu ya kwamba tarehe 20 mnakwenda kushuhudia kila kitu kipya katika uwanja wa New Amani Complex. Hii sio mechi ya mtu kukosa. Hii sio mechi ya mtu kuangalia kwenye TV. Hii sio mechi ya mtu kuhadithiwa. Hii ni mechi ambayo kila mtu anatakiwa aitazame kwa macho yake ya nyama, na tarehe 20 kila mtu atakwenda kuiona Simba ninayoizungumzia hapa. Na watu wa Zanzibar na kila sababu ya kujipongeza kupata nafasi ya kuiona Simba hii ambayo kwa mara ya kwanza, ikiwa nafasi ya 4 kwa ubora Afrika, inakuja kucheza katika ardhi yenu. Maana yake ni kwamba ni heshima kubwa, ni jambo la kujivunia. Tukutane New Amani Complex tarehe 20. Mechi ni saa 10 kamili, na hili ningependa tusisitizane hasa kwa wenyeji hapa, na kwa kuwa nyie ndio wenye huu mchezo, lazima tuwekeze nguvu kukumbushana kuhusu nyinyi. Tumezoea mechi zetu hapa mara nyingi ni saa 2:15 usiku, umeshashiba vizuri bofu yako, unakuja uwanjani. Mechi hii ni saa 10 kamili jioni, jua kali linawaka, ndio mechi inapigwa. Na kwa makusudi na kwa sababu zetu tumeweka muda huo, kwa sababu muda mzuri wa mazishi waga ni saa 10. Menelewa eh? Muda mzuri wa kumzika mtu waga ni saa 10. Na sisi mida yetu yote ambao tukitaka kufanya ubaya ubwela na inatiki waga ni saa 10. Kwa saa 10 tunakwenda kuzika mtu New Amani Complex. Amani Complex, neno new toa. Amani Complex, tunakwenda kuandika kaburi la kwanza pale. Tukutane Amani Complex. Kwa hiyo tujiandae kisaikolojia, ndugu zangu. Mechi ni saa 10 kamili. Wale wanaotarajiwa kutoka Dar es Salaam na maeneo ya mbali siku ya mchezo, basi watambue kabisa mechi ni saa 10. So nafika hapa, aya, nilijuaga ile saa 2:15. Tusiishi kwa kukariri. Mechi ni saa 10 kamili jioni. Huo ndio muda wetu Simba Sports Club wa kufanya ubaya ubwela, ndio muda wetu wa kwenda kuzika watu. Kwa hiyo tukutane saa 10 kamili. Kama kawaida yetu, sisi ni watu wa heka heka, na mechi hii pamoja na kwamba tuna uwezo wa kuuza tiketi 15,000 ndani ya muda mfupi, lakini asili yetu hatuwezi kuiacha, na mjasiri haachi asili. Asili yetu ni kispika, asili yetu ni hamasa, asili yetu ni kupita kijiwe kwa kijiwe,
tawi kwa tawi kuhakikisha kwamba tunafanya hamasa. Hata tiketi zikiisha leo, lakini ratiba yetu ya hamasa iko vile vile, iko pale pale. Hivyo basi tunatarajiwa kuanza hamasa ya mtaa kwa mtaa, tawi kwa tawi, kuanzia siku ya Alhamisi. Sijui itakuwa tarehe ngapi, lakini ni Alhamisi tarehe 18. Hamasa yetu itaanzia kwenye tawi la Mkwajuni ambalo lipo mkoa wa Kaskazini Unguja. Ni mbali kidogo kwa nyie wageni, ni mbali kidogo, lakini tutakwenda kuanzia hamasa yetu huko kwa ajili tarehe 17. Chiko umedanganya. Alhamisi ni tarehe 17. Tukitoka tawi la Mkwajuni tunakwenda tawi la Bumbwini, liko huko mkoa wa Kaskazini Unguja. Hiyo itakuwa ni siku ya Alhamis, siku itaishia hapo. Siku ya Ijumaa tutaanza na kutoa sadaka kwa watoto yatima. Kituo umeshapata? Sawa. Kwenye kutoa msaada kwa watoto yatima tunashirikiana na Mo Dewji Foundation. Lakini Mzanzibari yoyote, Mtanzania yoyote ambaye atahitaji kujumuika nasi siku ya Ijumaa anaruhusiwa na yeye kuja na sadaka yake, tukaambatana kwa pamoja na kwenda kuwafariji watoto yatima ambao wana uhitaji. Lakini inawezekana wote tusiweze kwenda kwenye kituo kimoja. Hivyo basi wanasimba kutoka maeneo tofauti tofauti, kwenye maeneo yao, kwenye mitaa yao, kwenye matawi yao, wanaweza wakajikusanya pamoja wakaenda kutoa misaada kwenye watu wenye mahitaji maalum. Hiyo itakuwa ni siku ya kitaifa ya Simba kutoa sadaka kwenye vituo vya watoto yatima, kwenye mahospitali, kwenye watu wenye mahitaji, ili mradi kujikaribisha karibu na Mwenyezi Mungu, ili tutakayomuomba atujalie tarehe 20 tuweze kufanya vizuri. Kwa hiyo kwa hapa visiwani Zanzibar, atakayeweza kuambatana nasi ruksa, atakayeshindwa anaweza akafanya yeye binafsi, wakafanya kama tawi, wakachagua eneo lao, wakaenda kutoa sadaka yao, wakaenda kutoa msaada yao. Ukiweka nia ya kwamba Mungu, nakupa sadaka, natoa sadaka hii ili Simba yangu iweze kufanya vizuri siku ya tarehe 20, Mungu anapokea. Tunamfanyia mtu hapo umafia, nyama anakwenda zake finali. Kwa hili ni swala la kitaifa, kila mwana Simba, kila tawi wanapaswa kufanya hivyo siku ya Ijumaa tarehe 18. Tukimaliza kutoa msaada ama sadaka, tunaendelea na hamasa katika tawi la Mbuzini. Liko maeneo ya Mbuzini huku, kuna amsha vibaya mno huko. Tutakwenda kufanya hamasa huko kwa ajili ya kuwaita wanasimba kwa ajili ya mchezo wetu. Siku itaishia hapo Mbuzini. Jumamosi tunaamkia Mtoni Kidatu. Mtoni Kidatu iko hivi. Baada ya Mtoni Kidatu tunakwenda tawi la Mwanyanya, iko maeneo ya katikati hapa. Iko wapi? Siku ya Jumamosi tutatembelea vijiwe vya kahawa vile maarufu vya hapa mjini, ambavyo vina wanasimba tu, kwenda kuwasalimia na kualika kwenye mchezo wetu. Na kwa hapa Kajole, uwe very smart, usije ukanipeleka kwenye vijiwe vya wavimba macho, unipeleke kwenye vijiwe vya wanasimba nikazungumze na wanasimba wenzangu. Usitupeleke kwenye vijiwe vya watu ambavyo roho zao zimekunja vibaya mno,
baada ya Simba kuingia nusu fainali. Ndugu zanguni, kuna watu tunacheka nao tu, lakini wanaumia kuanzia utosi mpaka unyayo baada ya Simba kuingia hatua ya nusu fainali. Kwa hiyo tuwe nao makini mno, tucheke nao lakini tusiwaamini. Wanateseka kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kila wakikumbuka ya kwamba Simba ameingia nusu fainali, wanaumia pakubwa mno. Hasa hawa watu ni wakuwa nao kwa umakini. Kwa hiyo tutakwenda kutembelea vijiwe vya kahawa, lakini vile ambavyo tuna uhakika navyo ni vijiwe vya Simba Sports Club. Jumamosi tutakuwa na funga kazi kwenye tawi la Kikwajuni.